Dunia ina jumla ya nchi 154 zinazotambuliwa na Umoja wa Mataifa, lakini bara la Afrika peke yake lina jumla ya nchi 54 ambazo zimesajiliwa rasmi. Lakini katika nchi hizo, kila nchi moja huwa ina jumla ya mji mkuu mmoja. Mfano, Tanzania mji mkuu wake ni Dodoma, Kenya mji mkuu ni Nairobi, na Uganda mji mkuu ni Kampala. Lakini je, umewahi kujiuliza kuwa bara la Afrika kuna nchi moja tu ambayo imeamua kuweka miji mikuu yake mitatu? Kaa nami mwanzo hadi mwisho niweze kukufahamisha miji mikuu mitatu na nchi ambayo ni moja tu barani Afrika ambayo imetambua miji mikuu ama imeamua kuweka miji mikuu kuwa mitatu katika nchi hiyo, tofauti na nchi zingine zote 54 barani Afrika. Mataifa mengi duniani huwa na mji mkuu mmoja pekee ambao mara nyingi huwa kitovu cha siasa, uchumi na utawala wa nchi. Lakini Afrika ya Kusini, taifa lenye historia ngumu ya ukoloni na mapambano ya kisiasa, lina ubunifu wa kipekee. Lina miji mikuu mitatu rasmi. Miji hiyo ni Pretoria, Cape Town na Bloemfontein. Swali kubwa linazuka ni kuwa, ni kwa nini Afrika ya Kusini inachagua mfumo huu usio wa kawaida? Yaani ni kwa nini kati ya nchi 54 barani Afrika, Afrika ya Kusini ndiyo nchi ambayo ina miji mikuu mitatu? So how did this happen? Yaani mji wa utawala Pretoria, mji mkuu wa bunge Cape Town na mji mkuu wa mahakama Bloemfontein. Kwa nini iwe hivi barani Afrika peke yake? Mgawanyiko huu wa miji mitatu tofauti kuwa miji mkuu, yaani ni sawa na nchini Tanzania kuwe na miji mikuu mitatu: mji wa Dar es Salaam ambapo iwe mji mkuu wa shughuli zote za kiserikali, kisha mji wa Dodoma ambao uwe mji mkuu kwa ajili ya bunge, na mji labda wa Arusha uwe mji mkuu kwa ajili ya shughuli za kiutawala. Ni kwa nini Afrika Kusini peke yake? Hapa kuna historia ya mgawanyo wa miji mikuu Afrika ya Kusini. Chanzo cha kuwa na miji mikuu mitatu kinahusiana moja kwa moja na historia ya ukoloni na vita vya makabila vilivyokuwa vikipigania mamlaka ya kisiasa. Katika karne ya 19 kulitokea mvutano kati ya wazungu wa Kiingereza British waliokuwa na makao makuu Cape Town. Katika karne ya 19 kulikuwa na vita na mgawanyiko wa kisiasa kati ya wazungu British yaliyofanyika katika mji mkuu wa bunge, yani Cape Town. Wazungu wa Kioranzi Boers Africana walikuwa na nguvu katika maeneo ya bara, hususan Pretoria na Bloemfontein. Baada ya vita vya pili vya Boer mwaka 1899 hadi mwaka 1902, Waingereza walishinda wa Africans, lakini kulikuwa na hofu kubwa ya mgawanyiko iwapo mji mkuu mmoja pekee ungetangazwa kuwa mji mkuu wa taifa jipya la Union of African mnamo mwaka 1910. Na suluhisho lilikuwa mgawanyiko wa madaraka ya kiserikali. Cape Town ikapewa bunge kuwafariji Waingereza waliokuwa na makao makuu huko. Pretoria ikapewa serikali kuu kuwapa nguvu wa Africans wa Transvaal, na Bloemfontein ikapewa mahakama kama suluhu la jimbo la Orange Free State. Katika miji mikuu hizo mitatu ambazo zimegawanywa Afrika ya Kusini, yani Cape Town, Bloemfontein na Pretoria, miji mikuu ziligawanywa kwa niaba tu ya kuondoa ule mgogoro wa kiserikali uliokuwepo mnamo mwaka 1910 baada ya vita vya Waingereza, yani British na wa Africans. Lakini miji hizo ziligawanywa na kila mji mojawapo ulikuwa na shughuli zake maalum. Yani Pretoria mji mkuu wa utawala. Hapa ndipo ofisi za rais, makao makuu ya wizara ya majengo ya serikali kuu yalipo. Ni kitovu cha maamuzi ya kiutendaji. Ndipo yalipo Union Buildings, ishara kuu ya serikali. Cape Town mji mkuu wa bunge la taifa la Afrika Kusini hukutana hapa. Jiji hili lina historia ndefu tangu enzi za ukoloni wa Kiholanzi na Kiingereza. Pia ni kivutio kikuu cha utalii na biashara. Bloemfontein mji mkuu wa mahakama. Ni makao ya mahakama ya rufaa, Supreme Court of Appeal. Ingawa mahakama ya katiba ipo Johannesburg, Bloemfontein bado inatambulika rasmi kama mji mkuu wa mahakama. Sababu za kuwepo kwa miji mikuu mitatu, yani Cape Town, Pretoria pamoja na Bloemfontein. Sababu kubwa ikiwa ni kuepuka upendeleo wa miji, ambayo miji hii ilionekana kuwa miji ya kihistoria. Waliona kwamba wakiweka labda Cape Town au Bloemfontein ama Pretoria
Wakiweka mji mmoja kati ya hizo kuwa ndio mji mkuu, itakuwa ni kama upendeleo, kwa sababu miji hizi miji zenye kuvutia na miji zenye historia na zenye kufahamika Afrika ya Kusini. Kuepuka upendeleo wa mji mmoja ni moja kati ya sababu. Mgawanyiko huu ulilenga kuzuia malalamiko kutoka makundi tofauti ya kikabila na kisiasa. Urithi wa kisiasa. Baada ya vita vya Boers wa Africans na Waingereza walihitaji mfumo wa maridhiano, kudumisha umoja wa kitaifa. Kugawanya mamlaka kulionekana njia ya kuhakikisha kila jimbo kubwa lina nafasi kwenye siasa za kitaifa. Lakini changamoto ni kwamba gharama kubwa za usafirishaji wa viongozi, nyaraka za mikutano, muda mrefu wa kufanya maamuzi kutokana na mgawanyo wa taasisi, kutokuwa na uso mmoja wa taifa kama nchi nyingine duniani. Afrika Kusini ina miji mikuu mitatu kwa sababu ya kihistoria ya mgawanyiko wa kikoloni, vita vya Boer na jitihada za kudumisha umoja baada ya kugawanyika kwa muda mrefu. Mfumo huu, ingawa ni kwa gharama kubwa na changamoto nyingi, umeifanya Afrika Kusini kuwa nchi ya kipekee barani Afrika na duniani kwa ujumla. Ni kielelezo kwamba historia na siasa zinaweza kuunda mfumo wa kiutawala usio wa kawaida, lakini unaolenga mshikamano wa kitaifa. Je, ungependa na wewe kwenye nchi yako kuwe na miji mikuu mitatu tofauti? Yaani nchini Kenya, badala ya Nairobi kuwa mji mkuu wa Kenya, kuwe na miji mikuu zingine mitatu. Na Tanzania, badala ya Dodoma kuwepo na miji mikuu mingine miwili. Mfano, Dodoma, Dar es Salaam pamoja na Arusha, ama miongoni mwa mji mkuu mwingine. Kwa sababu Dar es Salaam ni moja kati ya miji mikuu ambayo imekuwa, kwanza ni ya kihistoria, pia ni mji mkuu ambao unaendesha shughuli nyingi za kiserikali. Tuambie hapo kwenye comment nini maoni yako, na pengine mwanzoni ulilijua hili kabla ya mimi kukufahamisha. Yani ulifahamu kwamba barani Afrika pamoja na kuwa na nchi 54, nchi moja peke yake ndiyo nchi ambayo ina miji mikuu mitatu? Tuandikie hapo kwenye comment. Hii ni Kanyuka TV.